Jamani, nimekutana na story ambayo of course inasikitisha sana. Huyu dada wa miaka 23 amemaliza chuo kikuu, ameokoka na ni bikra. Anasema, dokta, inakuwaje? Mimi ni Mkristo, nimeokoka, nampenda Yesu sana, kufunga nafunga, zaka natoa, kanisani sikosagi, lakini nashindwa kupata mwanaume. Kila mwanaume ninayempata anasema mpaka nikojolee kwanza ndio anioe. Dokta, nimekata tamaa. Inakuwaje basi? Mwanamke anapata mwanaume ambaye anamtesa kwa mawazo na kwa maneno. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 18 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba apataye mke apata kitu chema, naye anajipatia kibali kutoka kwa Bwana. Mungu anatoa kilicho chema siku zote. Inakuwaje umepata mume mbaya anakutesa au mke mbaya anakutesa? Mungu amesema kwamba siku zote anatuwazia yaliyo mema. Kama anatuwazia yaliyo mema, inakuwaje unapata mume mbaya anayekutesa au mke mbaya anayekutesa? Nisikilize. Huyu dada wa chuo kikuu aliyemaliza chuo kikuu mwenye umri wa miaka 23, bikra, analalamika. Anaona kama vile Mungu hamtendei haki. Na wengi wako kwenye grupu hilo. Mwanamke anaenda kanisani, anasali sana, anatoa zaka sana, anajitahidi asitembee na asichepuke, lakini ana mume mbaya sana anayemtesa. Taarifa nilionayo kutoka mbinguni inasema kwamba Mungu anaweza kukubadilishia mume wako au mke wako. Hii ni taarifa kutoka mbinguni kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakuwazia mema, anataka uishi maisha yaliyojaa furaha tele. Nisikilize na utafakari. Mungu kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 50 mstari ule wa 2 anasema hivi: mbona nilipokuja sikukuta mtu? Mbona nilipoita hakuna mtu aliyeitikia? Mungu anakuja kwako na mume mwema au na mke mwema, lakini hauko mahali pale ambapo alitarajia akukute, akupatie mke mwema au mume mwema. Ili kuweza kuielewa hii, nikuletee story ya mwanamke aliyebadilishiwa mume. Anaitwa Abigaili. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 25 tunakutana na story ya Abigaili na Daudi ambaye alikuja kuwa mfalme wa Israeli. Abigaili alikuwa na mume anayemtesa, mume asiyekuwa na shukurani. Daudi katika pitapita zake akiwa msituni akakutana na familia ya Abigaili wanaotunza wanyama, kondoo na mbuzi mashambani. Sasa kuna watu ambao walikuwa wanataka wawanyang'anye hawa wanyama, wale wafugaji, watunza kondoo wale. Daudi akapigana nao mpaka akawamaliza, akamfukuza. Mara kadhaa imetokea hali kama hiyo, akasaidia. Sasa siku moja Daudi alikuwa ana njaa, akaenda akatuma wajumbe, mwambieni bwana huyu Nabali, yani mume wake na Abigaili, tunahitaji chakula bwana. Nabali akajibu vibaya sana, akasema achana naye Daudi huyo, achana naye Daudi. Daudi akaamua kusema wanaenda kuwaua. Sasa akawaambia wanajeshi wake wote, jamani, hebu vaeni silaha twende tukawaue. Sasa wakati wanazungumza hayo, mfanyakazi mmoja akaenda kwa Abigaili, maana yake akwenda kwa mume wake,
akaenda kwa Abigaili akamwambia, Abigaili, mume wako bwana amejibu vibaya sana, na wenzio wanakuanzia mabasa hivi wanakuja kutuua. Abigaili akatengeneza keki, misosi mizuri kweli, akampelekea Daudi. Daudi akajinyenyekeza kweli, akamwambia Daudi, Abigaili akamwambia Daudi kwa sauti nzuri, mume wangu ni mbaya, anaitwa Nabali, hata jina lake linamaanisha mpumbavu, naomba utusamehe. Daudi akagairi kwenda kuteketeza ule mji, kwa sababu alikutana na binti moja, picha moja safi kweli, mtoto mzuri kweli, kama wale wa TikTok. Sasa basi, baada ya hapo mume wa Abigaili akauliwa na Mungu, na Daudi akasema, afadhali Mungu ameniepusha nisimwage damu, amemuua mwenyewe, badala ya mimi ningetumia mikono yangu kumuua. Akamchukua Abigaili akawa mke wake wa 3. Kuna stori nyingine ya mtu aliyebadilishiwa mume, anaitwa Ruth, kwenye kitabu cha Ruth sura ya 1 mstari wa 4 kwenda mbele. Ruth alikuwa na mume wake anaitwa Mahioni. Mume wake akafa, akaja, alikuwa na mama mkwe wake. Mama mkwe wake alikuwa anaitwa Ruth. Mama mkwe wake alikuwa, nimesahau jina lake, mama mkwe wake. Mama mkwe wake naye alikuwa amefiwa na mume. Sasa yule mama mkwe alikuwa na mabinti 3, wote walikuwa wameolea. Alikuwa na vijana 3, wote walioa wanawake tofauti tofauti. Sasa wale watoto wake wa kiume wote waliooa, watoto wake wote wakafa, wakaacha wajane 3. Mmoja kati yao wajane anaitwa Ruth. Wajane 2 wakagoma kuambatana na mama mkwe. Mama mkwe akawa anarudi Yerusalemu. Kule alikuweko kunaitwa mji unaitwa Moabu, anarudi. Ruth aliporudi akang'ang'ania kwamba arudi na mama mkwe wake. Akang'ang'ania, wale wajane 2 wakabakia kule kule. Ruth akarudi na mama mkwe, akakutana na mwanamume ambaye anaitwa Boaz. Akaolewa na mtu tajiri sana anaitwa Boaz. Kabadilishiwa mume. Sasa nikuulize, uko mahali sahihi? Yule dada bikira ambaye anasema wanaume wote, mimi ni bikira, wanataka kunioa lazima wataka wanikojolee kwanza ndio wanioe. Hapo utawezaje kutatuaje hiyo kesi? Na ukiunganisha na Isaya 50 mstari wa 2 ambapo Mungu anasema kwamba mbona nilipokuja hapo kuwepo na mtu, nilipoita hakuna aliyetikia. Hebu nikuulize, pale ambapo unatumia saa nzima kuangalia tamthilia, unaweza kujivunia? Unatumia saa nzima kuangalia TikTok, unaweza kujivunia jambo hilo? Je, kwa nini usiwe na tabia ya kusoma neno la Mungu kwa saa nzima na kutafakari neno la Mungu kwa saa nzima kila siku? Kwa maana Mungu ametoa amri, amesema mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo Mungu amelisema. Haya ni maneno ya Mungu. Amesema Mungu amesema kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake. Sasa inakuwaje unatumia saa nzima kuangalia tamthilia, lakini hutumii saa nzima kusoma neno la Mungu au kutafakari neno la Mungu? Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe anayekuja kwako, kwa maana imeandikwa, hapo mwanzo palikuwepo neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno